walikuwa security, very powerful ministers, na wasai ati wanatulekea kwa mambo ya security. Wakati wao watu walikufa, watu walikuwa wananyanyaswa, watu walikuwa wanauawa na wanatupwa kwa River Yala, kwa misitu, Mau Forest, kila mahali Kenya hii. Ati leo wanatulekeria ati mambo ya security inapelekwa na manai. Wengine walikuwa mawaziri wa education. Rais William Ruto alipata education kama imezabaratika. Kama sijui kitu walianzisha yenye inaitwa CBC, hawakujua hata walimu watakuwa wapi, hawakujua hata madarasa zitakuwa wapi, until William Samoei Ruto akakuja akapanga, akaleta madarasa, akaleta walimu, akaajiri walimu zaidi ya 1,100. Na hawa sahi ati wanatulekea, wanatufundisha mambo ya mashule, na waliacha mashule kama imeharibika. Saa hii kuna wengine ambao walikuwa naibu wa rais, vice president, kwa miaka karibu 40, na hakuna kitu unaona hata kwake, hakuna kitu unaona hapa Isiolo. Na saa hii wanajaribu kutulekea ati wakipewa nafasi ya kuwa rais sijui watafanya nini. Hawa ni watu wa kutupwa ama si wa kutupwa? Kuna mwingine alikuwa naibu wa rais wa William Samoei Ruto kwa miaka 2 ambaye alikuwa kwa hiyo kiti. Kazi yake tu ilikuwa ni kusumbua. Kazi yake ilikuwa ni kuuliza watu wa Isiolo sijui mlitoa share gani, watu wa Mandera sijui mlitoa share gani. Huyo jamaa ni wa kutupwa ama wa kusikizwa? Si ni wa kutupwa. Kwa hivyo tunataka kusema watu wa Isiolo, sisi tutarudi hapa, tutakuja kufanya kazi pamoja. Kuna wakati itakuja ya kuombea William Samoei Ruto kazi mwaka wa 2027 na